Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehema na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaka, mimi wananiita Salim, sijui wewe wanakuitaje? Naitwa Patrick Mulati. Patrick Mulati, Patrick Mulati. Asante. Muislamu, Mkristo? Mkristo. Okay. Asante. Swali gani uko nayo kwa leo? Hii dini ya Uislamu, nani alikuwa mwanzilishi? Asante, swali nzuri sana. Aliyekuwa mwanzilishi wa dini ya Uislamu ni nani? Swali nzuri sana hilo. Qur'ani kwanza, wacha tuanze na 22:78 alafu tunarudi katika sura Al-Baqara. 22:78. Muonyeshe aliyekuwa mwanzilishi na aliyetuita Waislamu kwanza nani huyo? Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Naipiganieni dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahili kupiganiwa. Tupe vitu. Yeye amekuchagueni muwe ulio bora. Wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Tupe vitu. Nayo dini hii ni mila ya baba yenu Ibrahimu. Yeye Mwenyezi Mungu alikuiteni Waislamu tangu katika vitabu vya zamani huko. Kwanza, Mungu aliyeumba mbingu na ardhi ndiye aliyetuita sisi Waislamu. Sawa? Na ndio mwanzilishi akatupa sisi Uislamu. Qur'ani 2:138. Sikiza vizuri. Mungu mwenyewe ndiye ametuita Waislamu. Sasa sikiza vitu namna inavyokuja. Tupe vitu. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu baada a'udhu billahi minashaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Uislamu ni pambo alilotupamba Mwenyezi Mungu. Sikiza vizuri. Uislamu ni pambo alilotupamba Mwenyezi Mungu. Kuweni na nyinyi Waislamu. Kumbe hii Uislamu sio sisi tumekaa chini tukajitengenezea, ni pambo ambao ametupamba Mwenyezi Mungu. Na ni nani aliyebora katika kupamba isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu? Tena tunaambiwa kuweni na nyinyi Waislamu. So Uislamu alianzisha akatupatia ni Mwenyezi Mungu. So Mungu ametuletea Uislamu ili iwe njia yetu ya kumfikia yeye Mwenyezi Mungu. Qur'ani 5:3 leo. Tano tatu. Tumpe vitu kijana mdogo huyu. Amefuata tu labda wazazi. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Leo nimekukamilishieni dini yenu. Tena Uislamu imekamilika, haiko nusu. Uislamu imekamilika, alhamdulillah. Na kukutimizieni neema yangu. Na Mungu ametutimizia neema yake, na ndio unaona Uislamu imekamilika kwa sababu amekuja bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni mtume wa mwisho, mambo yote ikakamilika. Tupe vitu. Na nimekupendeleeni Uislamu uwe dini yenu. Na Mungu ametupendelea Uislamu uwe dini yetu kwa sababu Mungu ndiye ameanzisha Uislamu akatupa sisi wanadamu tufuate Uislamu. Alipoona wanadamu ninawaumba na walete katika ardhi, lazima niwape njia ya kunifikia, akatupatia njia ambao ni dini ya Uislamu. 6:26 Qur'an. 6:26 Al-Karim. Tupe vitu baba. Bismillahirrahmanirrahim. Na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. Yani Mungu anatuambia Uislamu ndio njia ya Mungu iliyonyooka, haina kona kona, hapana. Very straight Uislamu. So Uislamu ilianzishwa na Mungu wakati wa Nabii Adam, akampa Adam aweze kufuata. So Uislamu ni njia ya kumfikia Mwenyezi Mungu. So ni wewe usilimu mapema kwa sababu wewe ni kijana uweze kusoma Uislamu. Uislamu Mungu alipatiana ni kitabu. Ndio hiyo Uislamu wenyewe. Kitabu alimpatia manabii waliopita, kama kwa mfano Musa alipatiwa kitabu ya Taurati na Musa alikuwa ni Muislamu. Pili alikuja akampa Daudi kitabu ya Zaburi. Daudi alikuwa ni Muislamu. Tatu alimpa Bwana Isa Ibn Maryam, Yesu mtoto wa Mariamu, akampa kitabu ambacho ni Injili. Na yeye Yesu alikuwa ni Muislamu, ndugu yetu. Tunashangaa wakati mnaabudu Yesu na mnatuacha sisi ndugu ya Yesu hivi hivi. Mnafaa kutupa heshima kwa sababu sisi ni ndugu ya Mungu wenu mnayemwabudu. Yesu ndugu yetu. Na nipata
Tatu, akampa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akampa kitabu cha Qur'an. Ndio mtume wa mwisho. Uislamu ukakamilika, hauna mambo ingine. Sinisikia tu Muhammad hakuwa anajua kusoma. Sasa asomaje hiyo kitabu? Muhammad ni kweli hakuwa anajua kusoma. Sasa alisomaje hiyo kitabu? Kasomeshwa. Kasomeshwa. Kama ujui unasomeshwa. Tupe vitu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. 75 75:16 Al-Karimu. Muonyeshe vizuri, angalia. Muhammad ni kweli hakuwa anajua kusoma, lakini kasomeshwa. Sikiza vitu. Anasema usiutikise ulimi wako kwa kufanya haraka wahi unapoteremka. Sikiza, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambiwa usiutikise ulimi wako wakati tunakuletea ufunuo wahi. Wewe sikiliza tu, usiseme kitu. Asante. Na kwa hakika ni juu yetu kukusanya na kukusomesha. Yani kukukusanyia na kukusomesha. Yani Mungu anaikusanya kisha anampa malaika Jibril, tena malaika anakuja anamsomesha huyu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mtume kwanza alisomeshwa, hakuwa anajua kusoma lakini kasomeshwa. Kasomeshwa hapo. Sasa kasomeshwa vizuri, tena anaambiwa usiharakishe ulimi, kwa sababu wakati unasomeshwa lazima utamke hurufu namna zinavyotakana. Swali lingine. Lete maswali baba. Sasa mnasema Kristo, Yesu ndiye alipatiana Uislamu. Ni nani alipatiana Ukristo? Yesu hajapatiana Uislamu. Mungu ndiye ametupa Uislamu. Sasa Mungu nani amepatiana Ukristo? Ukristo imepeanwa na wapagani kutoka nchi ya Antiokia. Primanto nipatie hapo baba, tumsaidie. Ukristo umepeanwa na wapagani kutoka nchi ya Antiokia. Usije ukastuka, tunakuonyesha kwa maandiko. Ukristo umepeanwa na wapagani kutoka nchi ya Antiokia. Matendo ya Mitume 11:26. Msomee andiko alafu upige mchuzi yake. Pole pole kijana aone na macho yake. Maana kama maswali yake mazuri. 11 inasema mwalimu wangu. Angalia na macho yako. Hata alipokwisha kumuona akamleta Antiokia. Tupe vitu. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa. Tupe vitu. Na kuwafundisha watu wengi. Na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Tupe mchuzi wake. Wakristo maana yake ni wafuasi wa Kristo. Hilo ni jina la kupanga walilotumia wapagani wa Antiokia katika kuwaita wafuasi wa Yesu. Kumbe wapagani ndio waliwapatia dini ya Kristo. Wapagani hao walikuwa ni wa nchi ya Antiokia. 3:7 wa Galatia. Hata Wayahudi wanajua Ukristo upagani. Sio mimi, vitabu. 3:7 Galatia, nipe mchuzi yake. Muonyeshe yani. 3:7 mwalimu. Fafanuzi ya 17. 3:17. Hebu angalia hapa wameandika vizuri hapo. Mungu alitoa ahadi kwa baba za Israeli bila kuwadai kushika Taurati. Yani Mungu alitoa ahadi kwa baba za Israeli bila kuwadai kushika Taurati. Wayahudi husadiki kuwa hakuna wokovu ila kwa kushika Taurati. Kwa hivi walitaka kuwashurutisha Wakristo wapagani kuishika Taurati. Kumbe Wayahudi wanajua Wakristo ni wapagani. Kwa sababu waliitwa Wakristo na wapagani wa Antiokia. Hakuna mahali waliitwa na Mungu, hapana. Ni wao tu na wapagani wao tu wakajiita hivyo. Swali. Leta maswali. Wala usibabaike na usije ukapandisha pressure. Hatuna dawa ya kushusha pressure. Hapana. Ni uende tu pole pole, usije ukapandisha pressure. Hatuna dawa ya kushukisha pressure. Lete maswali. Manake ukiuliza tunakupa. Si hatujaandika. Hii ni kitabu inaitwa Primanto, wamepeana maelezo yake vizuri ya kila kitu. Mbona ukienda Ukristo wanasema dini ya Uislamu si mzuri. Ukienda Islamu wanasema Kristo si mzuri. Tofauti ni gani hapa? Ni kwa sababu Ukristo hakuna mahali nasema ni dini ambayo Mungu amepeana wala nabii yoyote. Wala Yesu hakuwa Mkristo, wala Musa hakuwa Mkristo. Ni jambo ambalo limeletwa na wapagani wa Antiokia. The paganism wa Antiokia ndio walileta. Na walipoleta wakalete mpaka sikukuu zao. Wakalete kwa mfano sikukuu ya Krismasi. Sikukuu ya Krismasi ni sikukuu ya wapagani, waliweka ndani, haiko katika vitabu.
So Uislamu itabaki dini ya haki kwa sababu iko na ushahidi huko katika vitabu. So mtu hata akichukia Uislamu evidence iko katika vitabu 3:19 Qur'ani. Uislamu haina mambo ya kubabaisha, maana iko direct. Sikiza inasemaje 3:19 Qur'ani. Tupe vitu asikie. 3:19 Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Tupe vitu asikie. Yaani Uislamu hauna chenga. Tupe vitu. Bila shaka, bila wasiwasi, dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Sikiza kaka, sije ukatoa jasho wakati kuna baridi. Inasema bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. 3:67 tupe mchuzi yake. Hiyo Qur'an 3:67. Tupe mchuzi yake, tumpe vitu. Hii Uislamu ndio amekuja nayo Yesu. Tupe mchuzi yake. Kwa dini aliyokuja nayo Nabii Ibrahimu inafikiana kabisa na aliyokuja nayo Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikiza, dini aliyokuja nayo Nabii Ibrahimu alayhi salam inafikiana sawa na aliyokuja nayo Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maanake Ibrahimu amekuja na Uislamu, Muhammad amekuja na Uislamu, ndio zinakuwa ni moja. Tupe vitu. Na hiyo ya Nabii Musa, na ya Musa alikuja na Uislamu, vyenye Muhammad amekuja na Uislamu ndio Musa alikuja na Uislamu. Tupe vitu. Na ya Nabii Isa ilikuwa hivi. Na ya Yesu ilikuwa ni Uislamu hivi kabla ya kuharibiwa na Mayahudi na Wakristo. Unaona, nyinyi Wakristo ndio mliharibu dini ya Yesu. Mkaanza kujiita Wakristo wakati dini ya Yesu Waislamu. Sasa nyinyi mliharibu. Wewe ukajiita Mkristo, alafu wakati mliharibu tena hamkusikizana. Wewe ukajiita mlokole, huyu mwingine akajiita sijui nini, kila mtu akafungua branch yake sasa. Sinasikia pia dini ya Uislamu kwa aina mbili. Aina gani na gani? Nasikanga hivyo but 301. 301. Sikiza, Uislamu tunaambiwaje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe vitu. Nyinyi mlioamini. Mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha. Wala msife isipokuwa mmekwisha kuwa Waislamu kamili. Sisi tumeambiwa tuwe Waislamu kamili. So sisi ni Waislamu kamili. Manake ndio kitu tumeamrishwa na Mwenyezi Mungu, kuweni Waislamu, na sisi tukakuwa Waislamu. Sasa wewe ulikuwa Mkristo, uliamrishwa na nani ukuwe Mkristo? Kuna andiko yoyote mahali popote kuweni wa Kristo? Sehemu gani ungetusaidia? Sijui but ni venye ujui. Sasa wewe ukifanya research zako zote ukipata sehemu inaandikwa kuweni wa Kristo, tuletee, tutakuwa hapa inshallah, Mwenyezi Mungu akitupa uhai. Nikahoma tu kana tusumbua kidogo, lakini ni hali ya afya ndio hivyo. Mwenyezi Mungu atatupa afya. Swali lingine. Lete maswali bwaga. Penye mnaamini Yesu ni mtoto wa Mungu? Sisi hatuamini Yesu ni mtoto wa Mungu kwa sababu Mungu hazai. Sisi tunaamini Yesu ni mtoto wa Mariamu kwa sababu Mariamu ndiye alibeba mimba na akajifungua. Maana ukisema Yesu mtoto wa Mungu, maana umemfanya Mariamu ni Mungu. 3:45 Qur'an. Tunaamini Yesu mtoto wa Mariamu, lakini sio mtoto wa Mungu kwa sababu Mungu hajifungui. Alienda kujifungua akasikia uchungu wa mtoto, anaitwa Mariam binti Imran kwa sababu Yesu ako na babu yake na Yesu yuko na nyanyake. Nyinyi mna habari hiyo? Yesu ako na nyanyake? Yesu ana babu yake, una habari? Kwani waliomzaa Mariamu ana wazazi? Anaitwa waliomzaa Mariamu ana wazazi? Wako nao lakini tuwajui majina. Nyinyi hamwajui, sisi Waislamu tunawajua. Baba ya Mariamu alikuwa anaitwa Mzee Imran. Sasa Mzee Imran ni babu yake Yesu. Yesu akimuona anamuita babu. So Yesu alikuwa na babu. Sasa unapotuambia Yesu ni mtoto wa Mungu, itakuwaje Yesu awe mtoto wa Mungu wakati ako na babu na ako na nyanya? Mungu alitumia tu Mariamu kukuzaa Yesu. Kwani si hata Mungu alitumia mamako na babako kukuzaa wewe? Hao walishiriki lakini Yesu hakushiriki. Kwani nani alisababisha wewe upatikane? Mariamu alikuwa virgin, hakuwa amelala na bwana wake. Sasa virgin tutajua haina tatizo, lakini wewe kupatikana kwa hiyo familia uliyopatikana ni wazazi wako walitaka ama ni Mungu alikuweka pale? Wazazi wangu ndio walishirikana, ndio Mungu pia akaongeza mambo yake. So wazazi wako walikuwa wanataka, wanajua watazaa kijana Hapana. So aliyesababisha uzaliwe kwa ile family, si wewe ungeenda uzaliwe family nyingine hata labda matajiri? Walikuwa wote watatu, Mungu, wazazi wangu, mama. Anayepeana watoto nani? Ni Mungu. So aliyepea wazazi wako wewe ni nani? Mungu. Na aliyepea Mariamu mtoto nani?
si Mungu. 3:45 Qur'ani. Karibia hapa. Sio na wasiwasi. Ndio nataka tuelewane. So aliyepatia Mariamu mtoto Mungu, aliyepatia babako na mamako mtoto Mungu, kwa sababu Mungu ndio mpeanaji wa watoto. Tofauti sisi na Mariamu. Mariamu yeye alikuwa virgin. Na mimi mamangu hakuwa virgin. Sasa hapo tuko tofauti. Wewe unajuaje hakuwa virgin mamako wewe? Mamangu. Mamangu. Kwani akiolewa wewe ulijua labda alikuwa virgin? Kwani uliuliza mzee? Wewe waacha mambo zako bana, usije ukatuweka katika mambo zingine. Waacha hiyo nini. Kwanza katulia hapa tukupe elimu. Kwanza Mwenyezi Mungu huumba anavyotaka. Alimuumba Adam kutokana na matope na akawa Adam. Akamuumba Hawa kutoka kwa bavu ya Adam. Nampata vizuri eh? Akamuumba Hawa kutoka kwa bavu ikawa binadamu. Yaani mfupa tu bavu, unajua hizi mbavu inakuwa ni mfupa, ikawa ni binadamu. Na ndio unaona katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatueleza hawa wanawake ni kama ni bafu ambayo imepinda, ukijaribu kuwanyosha utavunja. Pata vizuri eh? Maana yake inabidi saa zingine unawavumilia wanawake, unanielewa vizuri eh? Sasa sikiza habari inasemaje. Tunaamini Yesu mtoto wa nani? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Kumbukeni waliposema malaika. Kumbukeni waliposema malaika. Ewe Mariamu, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume. Utazaa mtoto bila ya mwanaume. Bali kwa kutamka neno tu litokalo kwake la kukwambia zao kazaa pasina kuingiliwa. Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Maryam, mwenye heshima katika dunia na akhera. Tulia. So tunaambiwa Mariamu atazaa bila kuingiliwa na mwanaume yote. Lakini mtoto akimpata atamuita Yesu mtoto wa Mariamu, Isa ibn Maryam. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anaumba anavyotaka. Kuna Biblia inasema Yesu mtoto wa Mungu. Yesu mtoto wa Mungu. Sasa inaposema Biblia Yesu mtoto wa Mungu, kwani Mariamu alipatana na Mungu ndio apate mimba? Alitumia tu Mariamu kupatikana Yesu. Kumtumiaje? Alimtumia namna gani? Sasa unajua kama iko mfano unatafuta kazi. Unatumia mtu kutapata kazi nyingine kuapply kazi. Sasa ilikuwa kama ni hivyo tu. Sasa kwa mfano wewe unatafuta kazi. Sawa eh? Sasa Nairobi vizuri. Ngoja. Napiga pesa yangu kwa Nairobi nitafutie kazi. Sasa besi yako akikutafutia kazi, hiyo kazi ni yake? Si itakuwa ni yako? Itakuwa ni yangu. Alafu sasa Mariamu alipewa mtoto atakuwa ni wake, sio wa Mungu, ni kiumbe cha Mungu, kwa sababu Mungu hazai, Mungu anaumba. Hiyo ndio kitu ujielezwa. Mungu anaumba. 42-49 Qur'ani. Sio kupenda kwa vijana, ni mafunzo wapate pale kanisani na wahumilia na huruma tu, lazima sio kupenda kwao. Sikiza 42-49 Al-Karim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Naam. Ufalme wa mbingu na ardhi ni wa Mwenyezi Mungu. Ufalme wa mbingu na ardhi ni wa Mwenyezi Mungu. Anaumba apendavyo. Mungu anaumba apendavyo. Anampa amtakaye watoto wa kike na anampa amtakaye watoto wa kiume. Anampa amtakaye watoto wa kiume na anampa amtakaye watoto wa kike, ama wa kiume au wa kike. Tupe vitu. Au wachanganya watoto wa kiume na wa kike kwa mtu mmoja. Au anachanganya watoto wa kiume na watoto wa kike kwa mtu mmoja. Unapata mtu anapata kijana, anapata msichana. Yaani ameenda amechanganyiwa watoto wake. Tupe vitu. Na umfanya tasa amtakaye. Au anamfanya tasa amtakaye. Kuna watu wanafanya shughuli lakini hawapati watoto. Ni Mungu amewapa hiyo mtihani. Unapata vizuri eh? Sio watoto anayepeana ni Mungu. Lakini wale watoto viumbe wa Mungu, si ati ni Mungu anawazaa, hapana. Mungu hazai. Unanielewa vizuri? Mungu hazai. Ndio tunasema Yesu mtoto wa Mariamu, lakini Yesu kiumbe cha Mungu. Mnasema ati Yesu alikuwa dini ya Uislamu. Pia shetani dini ya Uislamu? Shetani hatujielezwa ni dini ya Uislamu kwa sababu shetani aliasi. So shetani ni muasi. Kama angeasi, angekuwa labda ni Muislamu, lakini kaasi. Maasi hawabaki katika Uislamu. Ukiasi sheria ya Mwenyezi Mungu, alikuwa na kiburi katika sheria ya Mwenyezi Mungu. Sasa yeye hayuko katika Uislamu. Yeye yuko katika makafiri. Ndio tunaelezwa.
kuhusiana na huyu shetani. Yuko miongoni mwa makafiri kwa sababu yeye aliasi sheria za Mungu. Aliambiwa msujudieni Adam, yani muadhimisheni kwa ile elimu aliyopewa, akakataa, akawa na kiburi. Ile kuwa na kiburi ndio akawa miongoni mwa makafiri. Vile mimi nilizaliwa nikuja dunia, kuna watu walikuwa Al-Shabaab. Wanasema Al-Shabaab ni Waislamu. Mbona anasema hivyo? Al-Shabaab ni Waislamu. Anayekwambia Al-Shabaab ni si Waislamu nani? Al-Shabaab ni maana yake ni youth, vijana. Hata wewe ni shabab. Hiyo ni lugha. Ni youth wewe. Al-Shabaab ni youth, ni sawa na Mungiki. Mungiki ni, na kwa Kikuyu ni grupu ya watu. Sasa wewe pia ni Al-Shabaab, wewe ni kijana. Maana yake ni youth. Lakini tabia ambazo labda youth watafanya zikienda kinyume na sheria, inabidi warekebishwe na wakatazwe, lakini wanabaki kuwa ni youth. Huwezi watoa katika youth. So shabab ni vijana. Ukisikia huyu ni shabab, maana yake ni kijana na nguvu zake. Barobaro. Barobaro, Gen Z. Ni lugha. Sasa sijajua swali yako haswa ni gani. Weka para uwanja, waacha kuficha ficha humu. Swali ni tukisikia Al-Shabaab wanalipuanga watu na wanakuanga Waislamu. Nafaa hizo makanzu. Analipua watu. Sasa kama wanaua watu, Qur'an inasemaje? 17:32, 33. Kuna wazuri, kuna katika vijana kuna vijana wazuri na vijana waovu. Ndio unaona kuna vijana wanapiga watu kabare. Wanapiga watu ngeta. Kuna vijana ambao wanaua watu. Wako hawakosi. Unasikia kuna wengine wanaitwa magunzi. Wengine unasikia sijui leo tunaambiwa magunzi. Unaona magunzi wanasumbua watu. Wako vijana wazuri, wako vijana waovu. Sasa sikia kama wanaua. Atasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe vitu. Wala msiue nafsi ambayo Mwenyezi Mungu amekataza kuiua. Wala msiue nafsi ambayo Mwenyezi Mungu amekataza kuiua. Isipokuwa kwa haki. Akahukumu hakimu kuwa mtu huyo anastahiki kuuawa na akatoa amri ya kuuawa. Unasikia, tumekatazwa kuua. Sasa akiua anakuwa amefanya kosa kubwa sana, kwa sababu ameipinga Qur'ani. Qur'ani imekataza kuua. Sasa yeye akiua anaenda against Qur'ani, kwa sababu Qur'ani imekataza kuua. Sasa yeye akiua anakuwa ni kijana ndio, lakini anajua ni kijana muovu aliyopotoka katika njia ya haki. Manipala vizuri. Qur'ani 5 32 muonyeshe kijana vizuri. Sisi tunafuata Qur'an namna inavyosema. Sikiza inasemaje? Bismillahirrahmanirrahim. Kwa sababu ya hayo tukawaandikia wana wa Israeli ya kwamba atakayemuua mtu bila yeye kuua mtu, yeyote atakayeua mtu bila ya yeye kuua mtu au kufanya fisadi katika nchi, basi ni kama amewaua watu wote. Yani wewe ukiua mtu mmoja unaandikiwa dhambi ya kuwa umeua watu wote duniani. So dhambi ambayo unabeba ni ya mauaji ya watu wote duniani. Sasa wewe unaenda motoni. Qur'an inatuambia vizuri sana, ni makosa makubwa sana kumuua mtu. Sasa wewe ukiona mtu anayeua mtu, mueleze Qur'ani inakataza. Kwa sababu manyo ya Muislamu yote ni Qur'ani. Sisi ni wafuasi wa Qur'ani, wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Swali lingine? Leta maswali mbwaga. Sisi tukitaka kuwa wafuasi Mungu tunaokoka, na nyinyi mkitaka kuwa wafuasi Mungu mnafanya nini? Yaani nyinyi mkitaka kuwa wafuasi wazuri mnaokoka. Sisi Waislamu tukitaka kuwa wafuasi wazuri tunafanyaje? Qur'ani 3:31. Mbona kitu iko wazi, imeelezwa. Antasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema, ikiwa nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu, kitu ya kwanza tunaambiwa tumpende Mwenyezi Mungu. Basi nifuateni. Basi tunafuata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tupe vitu. Hapo Mwenyezi Mungu atakupendeni na atakukufirieni madhambi yenu. Sisi ndio hiyo tunaambiwa. Yaani kwanza tumpende Mwenyezi Mungu, kisha tumfuate Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapo Mwenyezi Mungu anatupenda, kisha anatuondolea madhambi yetu. Khalas, yani vitu vyepesi kaka. Hamna mauzito. Sindasema tu vile zile pia kuokoka si kufuata Mwenyezi Mungu. Wapi katika Biblia inasema kuokoka iko? Kwa sababu Biblia inasema hakuna kuokoka. 13 kitabu cha Marko. Sasa kama wewe umeokoka umeenda against the Bible,
Biblia inasema hapa duniani hakuna kuokoka. Sasa wewe kama unaokoka unaipinga Biblia kaka. Yaani hapa duniani hamna cha kuokoka. 13 muonyeshe maandiko. Sema pole pole tu. Nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu. Kwanza mtakuwa mnachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina yangu. Lakini mwenye kusubiri hata mwisho, lakini mwenye kuwa na subra mpaka mwisho, mwenye kuwa na subra mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Ala, tunaambiwa kuokoka ni mwisho. Mwisho tumefika. Si mwisho wa ubaya wako. Sio mwisho wa ubaya wako. Unaambiwa hapa duniani unaishi unachukiwa kwa ajili ya jina yake, lakini mwenye kuwa na subra mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Mwisho gani? Petro wa kwanza 1:5. Mpe vitu waone. Hapa duniani hatuishi na mambo ya kuokoka. 1:5 Petro wa kwanza. Sasa wewe kama umeokoka umeenda kinyume na Biblia. Nanyi mnalindwa kwa nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Hapa duniani tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, sio njia ya kuokoka, kwa njia ya imani. Ndio tunalindwa na nguvu za Mungu. Tupe vitu. Hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Wokovu tunaambiwa utafunuliwa wakati wa mwisho. Mwisho ni wakati mwisho ya dunia imeisha, ndio tunafunuliwa. Wewe umeokolewa kutokana na moto, ingia paradise. Hiyo ndio wokovu. Lakini hapa duniani Yesu alikataa kabisa, hamna cha kuokoka. 19:23 Yesu mwenyewe aliambia wanafunzi wake, hiyo haiwezekani. Yaani nyie wanafunzi wangu, mambo ya kumsikia mtu anasema ameokoka, hiyo haiwezekani. Marufuku. Sikiza anasemaje? 19:23 mwalimu wangu. Tupe vitu mpola. Yesu akawaambia wanafunzi wake. Tena anaongea na wanafunzi wake pale. Sikiza anawaambia. Amin, nawaambieni ya kwamba. Anawaambia maneno ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Asante. Nawaambia tena. Ni rahisi zaidi ngamia kupenya tundu ya sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Tupe vitu. Wanafunzi waliposikia walishangaa mno, wakisema ni nani basi awezaye kuokoka? Wanafunzi wanamuuliza, wewe Yesu, ni nani anayeweza kuokoka wewe Yesu? Yesu akawakazia macho. Kwanza Yesu aliposikia neno la kuokoka, kwanza akawakazia macho. Kukaza macho maana yake ima umeyafungua kabisa. Akawaambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yote yawezekana. Aliwaambia kwa wanadamu hii ya kuokoka haiwezekani, bali kwa Mungu. So tukienda kwa Mungu yote yawezekana. Utaokolewa, usiwende motoni, uokolewe, uingie paradise. Lakini kwa wanadamu hapa duniani kusema nimeokoka, urongo mkubwa, iwezekani. Sasa mnamaanisha ufanye mabaya utaokoka time yako ya kufa? Hapana, hakuna mtu anakuambia ufanye mabaya, ni uache kufanya mabaya, ufanye kitu. Inasemaje? Yesu anatuambia ufanye nini? 4:17 kitabu cha Mathayo baba. Sio ufanye mabaya tu, hapana. Kuna ile kitu naambiwa lakini sio kuokoka. Yesu asa kuambia, anakuambia ufanye nini? Inasema mwalimu wangu. 4:17. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tupe vitu. Tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Sio uendelee kufanya dhambi. Yesu anasema tubu. Kazi yako ni kutubu dhambi zako. Sio mambo ya kusema umeokoka kakangu. Yesu alikwambia utubu kwa sababu ufalme wa Mungu unakaribia. Lakini ukisikia mtu anakuambia nimeokoka, tapeli huyo. Mtapeli anataka kukutapeli. Hamna kuokoka duniani. Duniani ni kutubu. Yesu anaambia watu watubu. Alipokuja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anatuambiaje? 66:8 Qur'an. Yesu amesema watu watubu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia tufanye nini? Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe vitu. Enyi mlioamini, tubuni kwa Mwenyezi Mungu toba iliyo ya kweli. So Muhammad naye alipokuja anatuambia tubu. Na Yesu anatuambia tubu. Na kuokoka siamini. Wewe hujaokoka kaka, hakuna kitu kama kuokoka. Hakuna, hiyo usidanganya na mtu, hamna. Kuokoka hamna. Wokovu kwanza nini? Mzuri. Kufanya vitu mzuri, kuacha vitu mbaya. So wewe kufuata Mungu. Asante. So wewe hufanyangi makosa? Kuna makosa ndio. Sasa kama unafanya makosa hujaokoka. Mimi nimeokoka. Sasa wewe umetuambia kuokoka ni usifanye makosa yoyote. So wewe umeokoka ufanye dhambi.
Dhambi sifanyi. So hauna dhambi. Ndio. Petro wa kwanza 1:8. Kumbe hana dhambi huyu. Waraka wa kwanza wa Petro 1:8 kama sijakosea. Wa Petro wa Yohana 1:8. Niangalilie wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Yohana 1:8. Pole pole tu tumpe vitu. Anasema hana dhambi hata moja huyu. Umsaidie tu. Kumbe tunatembea na mtu anasema mwalimu wangu. Angalia hapa Biblia inasemaje? Tukisema ya kwamba hatuna dhambi, ukisikia mtu anakuambia ameokoka hana dhambi, twajidanganya wenyewe. Ujue huyo ni mrongo. Mtu anayetembea anakuambia ameokoka hana dhambi ni muongo. Kwa nini? Wala kweli haimo ndani yetu. Mtu anakuambia hana dhambi, kwanza hana ukweli ndani yake. Tukiziungama dhambi zetu, lazima uungame dhambi zako, kwa sababu kila mwanadamu ana dhambi. Yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu. Unasikia? Mungu tukiungama, manake tukitubu kwa Mungu anatuondolea. Lakini hakuna mwanadamu anasema mimi sina dhambi. Huyo ni muongo. 7:20 Mhubiri au Mithali 7:20 Mhubiri nadhani 7:20 mwalimu wangu. Bila shaka hakuna mwanadamu mwenye haki hapa duniani. Hapa labda we huko duniani, we labda huko binguni. Tunaambiwa hakuna mwanadamu mwenye haki hapa duniani. Au wewe sio mwanadamu. Ama wewe uwe sio mwanadamu, we ni jini. Lakini maadamu we mwanadamu, rudia usikie. Bila shaka hakuna mwanadamu. Hii haijasema Mkristo, inasema mwanadamu. Hakuna mwanadamu mwenye haki hapa duniani ambaye afanya mema asifanye dhambi. So hakuna mwanadamu hapa duniani ambaye yeye anafanya mazuri asifanye nini? Labda wewe sio binadamu wewe, labda uwe jini. Si tumeambiwa binadamu yoyote unayemuona, hakuna anayefanya mazuri peke yake asifanye nini? Kwa sababu binadamu anateleza. That's why tumewekewa mlango wa tauba. So hakuna kuokoka hapa. Kuokoka ni siku ya mwisho. Ukiokolewa, ukiingiwa paradise, hakuna kufanya dhambi huko. Lakini hapa duniani maadamu wewe binadamu unateleza. Tena nyie utaokoka namna gani nyie kwanza wa Kristo? Hapa wasichana wenu unaona vyenye wanavaa, ukiangalia, na Yesu anasema ukiangalia kwa macho tu ukatamani, usazini naye. Yaani wewe utawaangaliange. Waislamu pia wanavaa hivyo, mchana usiku wanaenda baa. Wanatoa hizo wanavaa hivyo. Asante, hakuna shida. Kama Muislamu atavaa hivyo kisha usiku aende baa, hiyo ni siri yake na Mungu wake, na anafaa atubu kwa Mungu. Kwa sababu ni makosa anafanya. Anajua ni kosa anafanya, amewekewa mlango wa tauba, atubu na achane na hiyo dhambi. Ndio anafanya akificha. Mbona asiende kwa baa na hiyo buibui? Mbona asiende kwa baa na kanzu na kofia? Ukiingia kwa baa na kanzu na kofia, hata watu wa baa wanatoka wanakuacha huko. Kwa sababu anajua hii sio desturi. Yaani wewe uende umepiga buibui, uko na wake zako wawili wamepiga buibui, na wewe umepiga kanzu na kiremba na nini, umeenda kuingia kwa baa, watu wanatoka mbio. Watasema hapa hapana. Kwa sababu labda utoe ujifiche fiche ndio uingie ukiwa umejificha ficha. Ndio anajificha kwa sababu mwenyewe kufanya hivyo anajua ni makosa, na ni kwa sababu yeye ni binadamu. Anateleza. Anateleza. Hakuna binadamu aliyekamilika. Aliyekamilika ni Mungu. Sasa ni sisi kumpa tu mawaidha achane na hiyo, arudi katika njia ya haki. Hiyo ni makosa. Si hata wachungaji utawapata ako baa na mrembo mwingine huko. Hiyo ni binadamu. Sasa hatuwezi hukumu kwa ajili ya mchungaji. Lete maswali. Naona unaanza kuelewa na usilimu mapema. Bwana Yesu, mmesema Yesu alikuwa Muislamu. Alikuwa anaenda si Muslim. Alikuwa anaingia Muslim, lakini alikuwa anaingia na viatu. Na nyinyi mbona mnaacha nje viatu? Kama Yesu alikuwa anaingia na viatu, ni andiko gani inasema Yesu aliingia na viatu? Yesu alikuwa hakuandika kwa mahali ametoa viatu. Wala kuna mahali imeandikwa aliingia na viatu. Nyinyi mlijuaje kutoa viatu? Ni wao kuandika mahali. Sasa wewe ulijuaje kuingia na viatu? Wapi inasema uingie na viatu? Ingia nazo nyinyi. Ulijuaje kuingia na viatu? Nani alikwambia uingie na viatu? Sisi tunaingia nazo kwa sababu hataki uchafu. Ati hamtaki uchafu. So kumbe ile nyumba mkiingia kuna uchafu ndani? Hapana. Kwa nyumba kwako unaingianga na viatu? Ndio. Kwa kitanda unaingia na viatu? Unasema utachafua shuka. Time nyingine dada tunazo. Kumbe wewe unalalanga na viatu kwa kitanda. Wewe mtu wa ajabu mno mabana.
Sisi tunatoa viatu kwa sababu ile sehemu tunaenda kuongea na Mungu, na sehemu ambayo unaongea na Mungu ni sehemu safi na sehemu takatifu. 3:5 kitabu cha Kutoka. Tumsaidie kijana yetu. Na pale msikitini watu wanapeleka nyuso zao chini. Kupeleka uso chini, hapo ni sehemu ambayo inafagiliwa, inaoshwa vizuri, kunawekwa mkeka, inakuwa ni safi kwa sababu unaenda kuongea na Mola wako. Sehemu unaongea na Mola wako. Na leo ukiitwa hapa State House, unapata mikeka na nini, hata kwa rais huwezi ingia hivi na viatu. Utaenda ima utoe, utafuta ama ni slippers zimewekwa pale uingie nayo. Yaani kitu kingine safi. Hizi viatu inaingia kwa choo, inakanyaga najisi, alafu ingie pale. Sikiza inasemaje? Slippers ni viatu. Naye akasema, usikaribie hapa. Vua viatu vyako miguuni mwako. Maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Sikiza, anaambiwa hapa anaposimama ni sehemu takatifu kwa sababu anaongea na Mungu. Ndiye anaambiwa toa viatu, na sio Musa peke yake. 5:12 kitabu cha Yoshua. Watu wengi waliambiwa watoe viatu, na sijui mbona mpendi kutoa viatu. Hii kiatu unaingia nayo chooni, kinakanyaga najisi kule. Alafu ukitoka nayo imekanyaga kinyesi kule, unagongesha unaingia nayo tena mahali ya kufanya ibada. Ile sehemu hata itakalika kweli? Ni kumkosea Mungu heshima. Na kwako ukiingia wacha hivyo, unasema umeweka kamkeka yako kazuri, tena kasimatu, unaambia mtu weka viatu hapo nje usichafue mkeka yangu. Maana nyumba yako ni safi kuliko ya Mungu. Acheni mchezo nyie. Kiza inasema ikawa hapo Yoshua alipokuwa karibu na mji wa Yeriko, akavua macho yake na kuangalia na tazama. 14 na 14 mwalimu wangu. Akasema, lakini nimekuja sasa nili amiri wa jeshi la Bwana. Yoshua akapomoka kiusouso hata nchi. Yoshua akapomoka kiusouso, akaweka uso wake chini. Naye akasujudu. Yoshua akamuuliza, Bwana wangu akwambia aniambia nini mimi mtumishi wake? Asante. Huyo amiri wa jeshi la Bwana akamwambia Yoshua. Huyo amiri wa jeshi ya Bwana ambao ni malaika wa Mungu akamwambia Yoshua, vua viatu vyako miguuni mwako. Kwa nini? Kwa kuwa mahali hapo na usimamapo ni patakatifu. Kumbe Yoshua aliambiwa na malaika atoe viatu kwa sababu anaongea na Mungu. Sehemu patakatifu. Msikitini tunaenda kuongea na Mwenyezi Mungu. Msikitini tunaenda kuongea na Mungu. Ndio unaona msikitini hakuna politics. Lakini kanisani mnaweka mpaka politics. Ndio sasa mnaingia na viatu. Msikitini huwezi simama pale ukaweke politics, unatolewa kwenda huko nje. Manake pale ni maneno kuongea na Mungu. Ukimaliza huko nje nenda ukafanya shughuli zingine. Unielewa? Karibu sana katika Uislamu, tunakukaribisha. Sawa? Karibu kijana. Nafasi ya kwako. Mimi wananiita Salim. Wananiita Regan. Regani. Muislamu, Mkristo? Mkristo. Mkristo. Mwenyewe ama? Mkristo mwenyewe mimi. Mkristo mwenyewe. Bwaga vitu tusikie. Anataka nijue tofauti gani iko kati ya Muhammad na Yesu. Anataka ajue tofauti ambayo iko baina ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Yesu. Tofauti yao iko ndogo, sababu iko ambao ni ndogo. Katika utume wao ndio kuna tofauti. 61:6 Qur'ani. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya banu Israili inni rasulullahi ilaykum. Sikiza pole pole. Tofauti yao ndogo iko ni utume wao. Mahali wametumwa tofauti. Sikiza inasemaje? 61:6. 61:6 Al-Karim. Tupe vitu. Bismillahirrahmanirrahim. Asante. Na wakumbushe aliposema Nabii Isa bin Maryam. Na wakumbushe aliposema Yesu mtoto wa Maryam. Anasema waambie Mayahudi. Alikuwa anaongea na Mayahudi, hakuongea na watu wote. Enyi wana wa Israeli. Enyi wana wa Israeli. Mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu. Yeye Yesu anasema ni mtume wa Mungu kwa wana wa Israeli. Lakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qur'ani 21:107. Tupe aya, tupe mchuzi wake asikize vitu. Tena pole pole, wanasema mpola. Dakika moja. Tupe vitu aone tofauti. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi hatukukutuma, hatukukuleta ila uwe rehema kwa walimwengu wote. Tupe kama mitume walitangulia kabla Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila mmoja alipelekwa kwa kabila yake na taifa lake tu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake ndiye aliyepewa utukufu wa kupelekwa kwa watu wote. Yesu ametumwa kwa ajili ya Waisraeli, kabila 12 za wana wa Israeli, watoto wa Yakobo. Lakini bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati amekuja,
Mwenyezi Mungu anamwambia wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, maana yake katumwa kwa ajili ya watu wote. Yani amekuja kwa ajili ya watu wote. So utume wao ndio tofauti. Wote ni watume wa Mwenyezi Mungu, wote ni wanadamu. Alafu kutumwa kwao wametumwa tofauti. Yesu anahusikana na wana wa Israeli, lakini Muhammad katumwa kwa ajili ya Kikuyu, Mjaluo, Kisii, nani, kila mwanadamu anapatikana katika ardhi. Okay, sawa, nimekupata. Sasa Yesu ametumwa kwa wana wa Israeli na Muhammad kwa kulingana na Quran ametumwa kwa ajili ya ulimwengu nzima. Watu wote ya. Sawa. Walimwengu, sio ulimwengu. Kuna tofauti na ulimwengu na walimwengu. Walimwengu ni wale wanaoishi katika ulimwengu. Okay, na sasa ni ukweli Yesu alitembea tu kwa Israeli. Lakini sasa Muhammad alikuja Kenya kama ni wa nini yote? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, je, alikuja Kenya? Ameenda Uganda, akaenda Tanzania, akaenda wapi? Asante sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakufika Tanzania wala hakufika Uganda, lakini wanafunzi wake ndio waliokuja, kwa sababu walipewa ruhusa kuja katika ulimwengu mzima kuleta ujumbe. Alikuwa na mwanafunzi wake anaitwa Bilal bin Rabah, ni mtu wa kutoka hapa tu, watu Ethiopia, hii nyanja ya hapa. Lakini katika wanafunzi wa Yesu hakuwa na mwanafunzi ametoka nje ya wana wa Israeli, kwa sababu alikuwa amewachagua 12 specific, kila mtu ana represent kabila ya Waisraeli. Alikuja mwanafunzi anaitwa Jafar. Sasa Muhammad alikuwa wa wapi? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amezaliwa Makka, ametokana na kabila ya Kureshi, amezaliwa pale Makka, akatangaza dawa Makka, akatangaza Madina, akakufia Madina, akazikwa Madina. Na sasa kama huko ndiye alikufia na Yesu pia alitembea tu Israeli, sasa mbona hii ya Yesu tunasema ilikuja tu, na hata yeye Muhammad mwenyewe alitembea tu hapo huko Mecca, huko Medina? Wanafunzi wake ndio walitembea katika outside hiyo, lakini wanafunzi wa Yesu walikatazwa. Na hiyo iko kwa Quran. Hiyo yenye walitembea kwa nini zingine kama Ethiopia venye unasema? Inapatikana. Hebu soma hiyo. Inapatikana katika kitu inaitwa hadithi. Hadithi inatueleza vizuri ujumbe vyenye ulipelekwa. Walikuja mpaka Rome. Wanafunzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wametuma Rome. Na mtume mwenyewe akaandikia zaidi wafalme. Ameandikia wafalme ambao walikuwa nje ya Makka, anawaandikia barua. Mfalme wa wapi anaandikiwa. Lakini Yesu akiwa hai alikataza wanafunzi wake wasiende kwa mtu mwingine isipokuwa kwa Waisraeli peke yao, kwa sababu anajua alitumwa kwa Waisraeli. Kiasi tu sasa walitumwa. Sasa si manual yenu ni Quran? Manual yetu ni hii 42:10 Qur'ani. Ngoja kwanza nikupe, usiwe na wasiwasi. Haitapotea. Iweze, umeniuliza manual yenu si ni Qur'ani. Sasa mbona nisikupe? Si unasikia sasa? Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe vitu baba. Na mkihitirafiana katika jambo lolote. Tukihitirafiana katika jambo yote ndani ya Qur'ani, maana yake tukikosa jambo yote ndani ya Qur'ani. Rejeleeni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Tunarejea katika hii Qur'ani kwanza, tunaangalia hiyo jambo kama liko na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukikosa hapa tunaambiwa tuende kwa hadithi. So tumepawa ruksa ya kwenda kwa hadithi. Muislamu tumeachiwa vitu viwili na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ametuachia Qur'ani na Sunna. Sunna ni ndio hizo hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa tutaaminiaje hiyo hadithi ilikuwa ya kweli? Tutaiamini kwa sababu tumeelezwa na Qur'ani, turejee kwa hadithi. Na hadithi sisi Waislamu ambao tumesoma madrasa tunaambiwa inakuwa sahihi kwa sababu ya mpokeaji hadithi. Nani aliyepokea hadithi? Je, alikuwa mtu aina gani? Imeandikwa historia yake, anajulikana. Je, alikuwa anaaminika? Alikuwa ni mwadilifu? Maswahaba wazuri wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanajulikana, wale walikuwa waaminifu, walikuwa wazuri. Habari zao tunazijua, so hatuna kifua ya kujigonga. Sababu lazima tuzisome. Lazima tuzisome. Na sasa kama lazima tusisome, na hizi historia zingine za wafuasi wa Yesu pia. Unajua kuna vitabu mingi sana zimeandikwa hapa duniani. Kuna vitabu mingi sana. Sasa nitakuwa kosa nikiziamini niseme kwamba like hawa pia hii injili ilikuwa kwa dunia kote. Sasa wewe ndio ungetupatia mahali nasema hii injili ilikuwa ya dunia mzima, kwa sababu wanafunzi wa Yesu walikatazwa Yesu akiwa hai.
Lau angewaruhusu hatungekuwa na shida. Anawaambiaje? 15 baba. Tupe vitu. 15 Mathayo mwalimu wangu. Vitu pole pole tena mpora kakangu. Vitu baba. Vitu anapata tena mpora. Mpora baba. Sikisa. Inasema mwalimu wangu. Hao thenashara. Hao 12. Ukisikia thenashara maana yake ni 12. Tupe vitu. Yesu aliwatuma. Hakukataa kuwatuma, lakini aliwapatia kitu tunaita instruction. Alisemaje? Akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende. Yesu aliwaambia nyinyi wanafunzi wangu, njia ya mataifa. Mataifa ni watu ambao si Waisraeli. Msiende kwa Gentiles. Tupe vitu. Wala katika mji wote wa Samaria msiingie. Na ndio unaona ule mwanamke Msamaria aliomba msaada kwa Yesu kwa gumu sana. Kwa sababu Yesu alikuwa anajua Wasamaria wahitajiki. Akasema hata kwa hao Wasamaria ambao ni jirani zetu, msiingie. Fanyeni nini? Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Yesu anawaambia msiingie hata kwa hao Wasamaria. Afadhali mshike njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. 23 hapo sikiza. Yesu anawaambia, anapigilia msumari. Inasema lakini watakapowafukuza katika mji huu, mkienda kwa hao Wayahudi wakawafukuza katika mji wao, hawataki kusikia maneno ya Yesu, fanyeni nini? Kimbilieni mwingine. Msiende kwa mataifa, kimbilieni mji mwingine hapo kwa Wayahudi. Kwa maana ni kweli nawaambia, hii ni maneno ya kweli, si ya uongo. Yesu mimi nasema, hamtaimaliza miji ya Israeli. Nyinyi wanafunzi wangu hamwezi kumaliza miji ya Israeli kutangaza Injili hata ajapo mwana wa Adamu. Mpaka nitakaporudi hamtakuwa mmemaliza. So wakikufukuza hii mji, wewe kimbilia mji mwingine. Kwa sababu hamtamaliza mpaka nirudi. Yesu amerudi? Hajarudi bado. Na waliambiwa hawezi kumaliza miji ya wapi? Sasa alileta Injili Kenya. Nani? Ndio unaona huwezi kupata Myahudi hapa akitangaza Injili. Walioleta ni wazungu, ndio wanakuja kukuletea missionary. Wale wahusika hawaleti kwa sababu walionywa na Yesu, wanaambiwa msipeleke katika miji yoyote mpaka nitakaporudi. Asante sana. Hebu soma Mathayo 20:28. Yesu anawapea instruction gani hapa? Asante. 28 ili tuone kwamba hii Injili ya Yesu ilifaa ikuwe kwa dunia kote, sio tu Waisraeli pekee. Hatuna shida. 28 ngapi? Anza tuna moja. 28 moja na moja. Soma tu hapo moja hivi. Si tuende kwenye lengo jamaa. Si ni ndefu sana. Moja ama 19 unataka? No it is 28 ngapi? Kwanza huku moja huku si unaona ni ndefu sana. Itakuwa na 16 kama gazeti. Anataka 16. Sio kama gazeti. Na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule alioagiza Yesu. Na walipomuona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kuja 19 hizi ili tu ndio huo muendelezo huo. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Umesikia tu hapo hivyo. Endeni mkawafanye wanafunzi wote kote. Rudia basi enendeni mkawafanye mataifa yote. All the nations. Yes. Kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa waende kwa mataifa yote. All the nations. Asante. Sasa mimi hata sina shida. Yes. Je, kuna mwanafunzi mmoja alienda akatimiza? Kwa sababu si wameambiwa waende? Swali ndogo tu, kuna mmoja alienda? Kuna mfano wa mmoja? Tupe mfano. Huyu mwanafunzi wa Yesu alienda kwa taifa hili akahubiri. Hebu soma Acts 14:16. Matendo. Pole. 14 ngapi? 14:16. 14:16. Inasema, ambaye zamani zilizopita aliwaacha mataifa yote waende katika njia zao wenyewe, lakini hakujiacha pasipo ushuhuda. Naam, sasa hapo wakaenda kwa mataifa yote lakini hakuacha pasipo. Nani alienda? Nataka wewe si umeniambia ngoja. Yesu hao wagani? Tuanze ngapi? 14 ni Barnaba. Huyu ni Barnabas na Paulo. Barnabas hakuwa mwanafunzi wa Yesu. Wanafunzi wa Yesu 5 usinikwepe 12. 12 wanafunzi wa Yesu. Na majina ya hao mitume 12 ni haya. Na majina ya hao mitume 12 ni haya.
Wa kwanza Simoni aliitwa Petro. Asante. Na Andrea nduguye. Asante. Na Yakobo wa Zebedayo. Na Yohana nduguye. Filipo na Bartholomayo. Tomaso na Matayo mtoza ushuru. Yakobo Alfayo. Na Thadayo. Simoni Mkananayo. Na Yuda Iskarioti, naye ndiye mwenye kumsaliti. Hapa hakuna Paulo. Paulo ni Murumi, na Paulo kuja kutangaza Ukristo ni kwa sababu yeye ndiye ameanzisha Ukristo. Mimi nazungumzia wanafunzi wa Yesu 12. Je, kuna mmoja katika wale wanafunzi alienda kuhubiria watu ambao si Wayahudi injili ya Yesu? Kwa sababu Yesu amewaambiaje wale wanafunzi 19:27? Hawangedhubutu. Ngoja kidogo sikiza. Wewe unataka kudandia gari ya wenyewe. Wanafunzi wa Yesu hawana ruksa hata siku ya mwisho kuongea na mtu ambaye si Myahudi. Tulia tusikie Yesu. 19:27. Ndipo Petro akajibu akamwambia. Petro aliuliza Yesu akajibu akasema, Tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata. Tutapata nini basi? Petro anauliza, sisi tumeacha vitu vyote tukakufuata wewe Yesu. Sisi tutapata nini basi? Kwa sababu huwezi fanya kazi ambayo haina mshahara. Tupe vitu. Yesu akamwambia, Amin nawaambia kwamba ninyi mnanifuata mimi, katika ulimwengu mpya atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12. Tulia kwanza. Anawaambia nyinyi wanafunzi wangu mahali nitakapoketi mimi Yesu, na nyinyi wanafunzi wangu nimewawekea viti 12. Hakuna 13 ya mtu mwingine, 12. Mkifanyaje? Mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Kumbe hata siku ya mwisho huko wanafunzi wa Yesu wataketi viti 10 na ngapi? 12. Wakihukumu nani? Sio rudia. Hakuna kuhukumu Mluya. Tulia. Hii ni mambo ya Yesu. Labda uniambie Yesu ni muongo, amedanganya wanafunzi. Ngoja kwanza tumsikie Yesu. Ndipo Petro akajibu akamwambia, tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata. Tutapata nini basi? Yesu akamwambia, Amin nawaambia kwamba ninyi mnanifuata mimi, katika ulimwengu mpya atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12, mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Hapo ni paradise. Wanaambiwa hata paradise. Nyinyi wanafunzi hamuhusikani na kabila ingine. Mutahukumu kabila 10. Tena mnaketi katika viti 12. Mkihukumu kabila 12 za wana wa Israeli. Sasa wewe utahukumiwa na nani? Kabila 13. Kwa hii yako ya 13 ambao Muafrika. Wewe unahukumiwa na nani na utaingilia mlango gani? Kwa sababu hata ufalme wa Yesu uko na milango. Mimi ni Muislamu, alhamdulillah. Mimi naenda kuhukumiwa na Mwenyezi Mungu, ni Muislamu. Mungu anakubali kabila zote. Katika ufalme wa Yesu pia uko na milango 12. Hauna mlango wa 13, nafasi 21, kitabu cha Ufunuo. Tupe vitu baba asikie. Hata ufalme wa Yesu tunampa dosi pole ndio ajue hata paradise ya Yesu hakuna mlango ya Waluya ama Kisii kama yeye. Sikiza inasema nakupa nafasi. Kitu inaitwa imani. Yaani utakuwa kwa imani sasa sisi wa Kristo tusio wa Israeli ni kwa imani. So kwa imani mtapenya kwa dirisha. Hatutapenya kwa imani. Mtapita wapi? Tumekombolewa tu kwa imani. Sasa mtaingia mlango gani? Hebu sikia milango imejaa. Umewekwa ulinzi huko. Tena kumewekwa ulinzi na malaika. Utapigwa mangumi. Hebu sikiza inasemaje? Utapigwa mangumi kweli kweli. Inasema mwalimu wangu. Akaja mmoja wale malaika 7 wenye waliokuwa na vile vitazo 7. Sikiza, akaja mmoja wa wale malaika, analeta sasa ufalme huyo wa Yesu uko namna gani? Sikiza kama kuna vilivyojaa ile mapigo ya mwisho. Naye akanena nami akisema, njoo huku nami nitakuonesha yule bibi harusi mke wa mwana kondoo. Tupe vitu. Akanichukua katika roho mpaka mlima mkubwa mrefu. Akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu. Yaani mji wa Yerusalemu unashuka. Sikiza habari ya hiyo mji. Wenye utukufu wa Mungu. Tena ule mji una utukufu wa Mungu. Tupe vitu. Na mwangaza wake ulikuwa mfano wenye wa kito cha thamani kuu nyingi kama kito cha yaspi. Tupe vitu. Safi kama bilauri. Ulikuwa na ukuta mkubwa mrefu wenye milango 12. Sikiza. Kumbe ile mji ngoja tujamaliza huu mji una milango 10 na ngapi?
12. Tupe teremka. Na katika ile milango ndio mtu asije akafanya mistake, Mluya akaingilia pale ama Mkisii. Ile milango malaika 12. Kuna walinzi ambao si watchman, ni malaika 10 na ngapi? Hiyo ni ukweli kabisa, 12. Asikiza nao. Na majina yameandikwa. Sikiza, hakuna mambo ya kubahatisha, na majina pia yameandikwa kwa kila mlango ambayo ni majina ya kabila 12 za Waisraeli. Sasa wewe kama sio katika hiyo kabila, ukionekana hiyo mlango, malaika anakufanya ondoka. Hiyo ni uongo. Soma Ufunuo, hiyo ni uongo. Upande wa mashariki milango 3. Upande wa kaskazini milango 3. Na upande wa kusini milango 3. Na upande wa magharibi milango 3. Na ukuta wa mji ulikuwa na misingi 12. Tana hata mkuta wa mji umewekwa misingi 12 ambao ni kabila. Na katika ile misingi majina 12 ya wale mitume wa 12 wa mwana-kondoo. Unasikia? Na ndio ulipata wale mitume 12, ndio unaona misingi ya ile nyumba imewekwa majina 12 wa wale mitume wa mwana-kondoo, kwa sababu wanaambiwa watahukumu kabila 12. Ndio mpaka misingi ikawekwa 12. Sasa 13 ya kakangu inaingia. Nikwambie tutaingia aje? Soma, fungua Ufunuo 7:14. Haya, nataka 7:14. Mahali sasa ataingilia. Hapo ukisoma hapo 7 utapata tu hiyo yote. Kwenye hizo milango na sisi tunaingia wapi? Soma 14. Haya 14. Muonyeshe. Nikamwambia, Bwana wangu wajua wewe. 7:14. 7:14 si mbali sana mheshimiwa. 14. Nikamwambia, Bwana wangu wajua wewe. Akaniambia, hao ndio wanatoka katika dhiki ile iliyokuu, nao wamefua mavazi yao na wakayafanya meupe katika damu ya mwana-kondoo. Na katika hiyo wako mbele ya kile kiti cha enzi cha Mungu, nao wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake. Na yeye aketie katika kiti cha enzi anatanda hema yake juu yao. Hawataona njaa tena, wala hawataona kiu tena, wala jua halitawapiga, wala hali iliyote. Kwa maana huyo mwana-kondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atawachunga, naye atawaongoza kwenye chemchemi ya maji yenye uhai, na Mungu atayafuta machozi yote katika macho yao. Sasa acha tu na hapo. Kwa hiyo Ufunuo 7 kuna multitude na kuna ile specific. Ukisoma hapo juu tu from 5 unaona ile tribes, 12 tribes of Israel wamekuwa named hapo. Hapo 14 wanatuambia sasa kuna wengine sasa wenye waliamini tu Yesu pia atawapangusa macho. Mbona sijaona hiyo maneno unasema? Hebu rudia mahali nasema tu. Yes. Anza 9. Anza tu 7. Anza 7:9. Hao waliokuwa wanazungumza hapa na Waislamu ndio wana tabia kusujudu, si wa Kristo. Baada ya hayo nikaona, natazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu. Mkutano mkubwa ambaye mtu hawezi akahesabu. Watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi. Hata tu na hapo wamesimama wapi? Mbele ya kiti cha enzi. Kabisa kila mtu atasimama. Lakini ngoja, baada ya wale wana wa Israeli. So katika Biblia wana wa Israeli wamefanywa ni special, kwanza wanamaliziwa. Teremka sasa chini. Yes. Sasa ndio ilikuwa hivyo. So wewe huwezi weka katika, unaniambia uko kwa Yesu aje? Niko kwa Yesu kwa sababu kwa imani yangu nimehesabiwa. Tuteremke chini tusikie hao wengine nao wanakuaje? Inaendelea kusema. Mbele ya kile kiti cha enzi na mbele za mwana-kondoo wamevikwa mavazi meupe na matawi ya mitende mikononi mwao. So hawa ili watambue wanabeba matawi ya mitendwa. Sio mitimbe. Rudia asikie. Sio mutindwa wewe. Rudia asikie. Sianza kusema mutindo hapa. Pole huyu kakangu. Pole. Tuwe mpole. Sikiza wanabeba nini? Inasema mwalimu wangu. Asante. Na mbele za mwana-kondoo wamevikwa mavazi meupe. Kwanza wana mavazi meupe. Wana matawi ya mitende mikononi mwao. Sasa tende, wanaokula tende wanajulikana, hakuna Kenya. Tende zinatoka kwa Waarabu.
na tende ndio tunafuturu nazo wakati wa Ramadhani. Mkristo tende na wapi na wapi? Hawa ili wajulikane. Hawa nguo nyeupe kanzu. Si ni nguo nyeupe yako nayo? Lakini sasa kenye nilikuwa nataka, kenye uliniuliza ni hata hakuna shida. Sijui hata watu wana nini. Tumeambiwa kwanza nguo nyeupe ndio hii. Alafu wako na matawi ya mitende. Wakristo wanapozunguka ile sande ya nini, hawabebangi matawi ya mitende. Wanabebanga matawi, sijui wanaitanga ile miti wanaitanga nini? Sawa, acha. Ngoja tunaenda pole pole. Sijui pumpkin ndio wanabebanga. Sijui nini ndio lakini hawa tunaambiwa ili wagundulike ni nani, kwanza wanatembea na matawi ya mitende. Tende Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuambia kila Muislamu nyumba yake isikose tende. Kwa sababu anajua ina faida yake, na ndio unaambiwa hawa wanabeba matawi ya mitende. Sasa wewe Mkristo utatoa wapi kwanza tawi ya tende? Kuna kitendo kingine hapo mwalimu wangu. Kuwa mpole. Kwanza wako na mavazi meupe. Mavazi meupe ndio hii kanzu nyeupe. Sasa si mnakubali Mungu anaweza kila kitu? Kabisa. Alafu angalia. Nataka uweze kuharakisha ndio niweze kuwasikiza pia hawa. Maana naona wanachemka mno na nataka tuwape dozi pole pole. Si mnaamini Mungu anaweza fanya kila kitu? Mungu anafanya kila kitu. Yeah. Na sasa mbona asiwezeshe? Why does he not able to give this seed mnasema hapa? So Wakristo pia siku ya mwisho watakuwa na tende. Sasa anza kuzikula hapa, tutakupatia tukupe tende uanze kula hapa. Ndio hiyo, hakuna shida. Si ndio hiyo tende sitaki tende sahihi. Lakini utataka huko. Mungu ananipea. So huko kuna kuliwa. Mungu ananipea hiyo siku. Leta swali. Sasa ya mwisho kabisa, wenye mnaamini tu Muhammad ni mtume wa Mungu, Yesu pia ni mtume wa Mungu, si ndio? Kabisa, si tunamaliza hiyo. Lakini sasa na Yesu tumeona special kwa wana wa Israeli, ndio naambiwa baada ya hayo. So sisi katika Uislamu hakuna specialness kama hiyo ambao Wakristo au Wayahudi wametritiwa katika Biblia. Because Wayahudi wamefanywa first class kwa kila kitu. Lakini sisi katika Uislamu hakuna Waarabu hawajafanywa first class. Sisi zote tuko the same. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anatuweka the same. Mwarabu akikosea anaenda motoni, Muislamu mweusi anaingia peponi. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anatuambia katika Uislamu hakuna mbora. Sio kama huko. Sikiza 49:13 Qur'an. Katika kujifunza hii Qur'ani. Sasa sikiza. Imeandikwa kwa Kiarabu lakini Mwarabu lazima aende madrasa kusoma hicho Kiarabu. Tulia tukuweke hapa. Yaani wewe ukitembea hivi ukiona Mwisraeli unafaa ukae kando kwa sababu naambiwa wao wanatangulizwa bana. Wewe unakuja baadaye, sisi hakuna Mwarabu, hakuna mahali ameambiwa anatangulizwa. Mungu anatuambiaje? 49:13. Ndio unaona Uislamu ndio inaweka watu wote level moja, alhamdulillah. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi watu. Kwa hakika tumekuumbeni nyote. Kwa yule mwanamume mmoja Adam, asante, na yule mwanamke mmoja Hawa. Na tumekufanyeni mataifa na makabila mbalimbali ili mjuane tu basi, sio mkejeliane. Na hakika heshima sana miongoni mwenu mbele ya Mwenyezi Mungu. Anayepata heshima baina yenu miongoni mwa Mwenyezi Mungu ni yule amchaye Mungu zaidi katika nyinyi. Sio Mwarabu, ni yule anayemcha Mungu zaidi katika nyinyi. Unaweza pata Mwafrika anatakwa kuliko mwingine. So katika Uislamu alhamdulillah watu wote wako level moja. Swali ya mwisho uliza, kuna maswali yako hapa nataka niachukue. Mnasema hii message yenu iko kwa whole nation, si ndio? Message ya Uislamu ni kwa kila kabila, kila mtu. Sasa swali yangu ni mbona iko kwa some parts of the world? Kama haijafika hiyo sehemu tunataka tujue ndio tufikishe. Ndio tunafanya juhudi. Tukipata haijafika tunafikisha. Ni wapi haijafika hapo? Please, kama ukienda kama UK ndio Islam inashika hivi. UK saa hii kama uko na research yako chukua. UK the reading saa hii religion in UK ni Islam. No. Si uko na nini yako, si uangalie. Si uko na simu. Kaka, hebu tuangalilie hapo kwa simu yako. The reading religion saa hii in UK. Hebu tuangalilie kaka. Ngoja, si wacha tuangalilie ukaka, si ni Mkristo. The reading religion in UK. Utaipata in Ireland. Si wache angalie. Sikiza, Uislamu saa hii unakuwa katika UK kwa wingi kwa sababu hata makanisa yanauzwa yanakuwa ni misikiti. Kuna makanisa zaidi ya kadhaa yameuzwa UK yakawa ni misikiti. Saa hii mimi nakwambia. Umepata ni ngapi? Leta tu.
Siwe na wasiwasi. Na ndio naambia Mkristo atuangalilie. Kwa sababu huwezi danganya hii kitu. Saa hii Uislamu unainuka kila sehemu. Kwa sababu hata Kenya saa hii. China iko. Chile not China. Ni Christians. Wamesema ni percentage gapi na gapi? Alafu Waislamu Waislamu 37.8%, that's 25%. Wameachana na ngapi? Wameachana angalia, haina shida. Nimekuambia Uislamu saa hii inakuwa kwa hali ya juu sana. Ndio inakuwa. Lakini sasa kama ilikuwa tu ya all the world, mbona tu recently ndio mmechangamka sana? Sio recently kuchangamka, ni kweli sina shida. Ni Waislamu waliopata hii neema walipumzika, hawakuweza kuspread sana. Hata Kenya ilikuwa Uislamu sehemu zingine ukienda uwezi pata. Saa hii ukiingia Uislamu iko. Kenya hii tunaongea kuhusu Central hapa, mimi nakwambia ilikuwa zamani mimi nikilelewa hata uwezi pata msikiti. Saa hii nakwambia area kwetu msikiti iko hata kwetu. Zimeanza. So kwa sababu watu wanakuja sasa wakispread wakijua. Zamani ilikuwa haijafika. So usiwe na wasiwasi. Tutakuja na kuchelewa sio kusema tutafika. Tutafika. Na ndio tunaomba Mwenyezi Mungu atupe mali tuweze kufikisha dawa kila mahali watu wajue. Unajua Christianity ilisambaa wepesi kwa sababu walikuja na resources ya kutosha. Unajua kila kitu inahitaji resources. Christianity walikuja na resources, wanajenga kanisa, wanajenga shule na wanajenga hospitali. Manake wanajua society inagonjeka, wanahitaji kutibiwa na society wanahitaji kusoma. Mimi mwenyewe nimesomea katika missionary school, shule ya missionary school Roman Catholic, unaona. So walitumia resources ndio wakaweza kusambaza. Na pale so tunakuja polepole tafika. Lete ya mwisho alafu nichukue maswali. Mwisho nikisema Islamic is just imagining church. Nitakuwa nimekosea? Imagine church aje yani imagine church. Ina imagine ndio ina imagine. Sio church. No. Imagine religion. Ndio tunakuja. Pole usiwe na wasiwasi. Tunakuja usiwe na wasiwasi. Haki saa zingine huwa inachelewa. Lakini ikija inabomoa. Lakini mkubali tu Yesu pia ni mwana wa Mungu jamani. Sasa hii kukubali Yesu mwana wa Mungu, hatujapata mahali Mariamu ni Mungu, tunapata Mariamu binadamu na binadamu anajifungua binadamu wenzake. Sasa wewe ukituambia Yesu ni Mungu, Yohana 1:14 inasema neno likafanyika mwili. Hakuna mahali imetuambia Mungu likafanyika mwili na ikawa mwili sasa. Kwa sababu binadamu anazaa binadamu wenzake. So tukisema Yesu mtoto wa Mungu, tunamfanya Mariamu kuwa mama wa Mungu. Na ndio unaona Wakatoliki wanaombi wanasema Maria mtakatifu mama wa Mungu. Kwa sababu wao wanaona huyu Mariamu ni mama ya Mungu. Sasa mama ya Mungu, Mungu akiwa na mama. Unajua hata mtoto akiwa pale anasikianga ile ombi asubuhi ananiuliza baba, hawa wanasemaje? Ati Maria mtakatifu kwani Mungu ana mama siku hizi baba? Yaani wanashangaa. Mungu atakuwaje na mama? Hapo naona ni kama wanakosea. Before usome hiyo, hebu soma Matthew 1:9. 1:9. Alafu tuingie kwa swali lingine hapa. 1:9. Na ndio nataka hiyo amechemka. Huyu asije akachukua muda yote ikafika 6:30 ikawa imechangamka. 1:9 Mathayo inasema. 1:9 au 1:19? 1:19 alafu tusikie swali. Sio 1:9. 1:19. Na Yusufu mmewe kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, hastaki kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Asante. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Maria mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Sawa, asante. Mimba yake ilikuwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kabisa, kwa sababu uwezo wa Roho Mtakatifu. Hivi mimba yangu mimi na mke wangu ni uwezo wetu ama ni uwezo wa Mungu? Ni uwezo wa Mungu. Asante. So mimba zote zinapatikana kwa uwezo wa Mungu kwa sababu hakuna mtu ana uwezo wa kupata mimba. That's why tunasema Mungu nipe mtoto. Kwa sababu anayepeana mtoto ni Mungu. But yetu lazima ukue intimate na opposite gender. Wangapi wanalala na wanawake na wazai? Hakuna wengi lakini kwa sababu Mungu hajaweka uwezo wake. Mungu akiweka uwezo hakuna nini. Mungu anaomba anavyotaka. Alivyotaka Hawa alitoa ubavu. Hakuna binadamu alitoka kwa ubavu mwingine. Kama ingekuwa ni kitu ya kawaida, wanadamu wengine wangekuwa wanatoka kwa bavu. Lakini aliyetoka kwa bavu ni ngapi?
Ni mmoja. Na aliyetoka kwa mwanamke bila mwanaume ni ngapi? Ni mmoja. Na aliyetoka kwa mchanga bila mwanaume bila mwanamke ni ngapi? Ni mmoja. Na anayetoka kwa mama na baba ni wangapi? Ni wengi. Kwa sababu ni miumbile ya Mwenyezi Mungu. Sasa huwezi kumwambia Mwenyezi Mungu usiumbe hivi. Nataka nini wakati? Sisi tunasema Mungu anaweza kila kitu. Mungu anaweza kila kitu, maana yake ana uwezo, lakini yeye hazai kama sisi tunavyozaa. Viumbe ndio vinazaa. Kama yeye alitumia tu a human instrumentality ili alete mwanake. Kabisa, kama vile asio kuleta mwanake, kuleta kiumbe chake. Yesu ni kiumbe cha Mungu. No, ni mwana wa Mungu mwenyewe. Ni mwana wa Mungu kulingana na John. Mwana wa Mungu kivipi? Hebu tumalizie hiyo ndio nichukue maswali mengi. Ngoja kabla Yohana anakuwa mwana wa Mungu kivipi? Kwa sababu mimi naita mtoto wangu kwa sababu nililala na mamake. Yes. Sawa? Yes. Sasa Mungu atakuwaje na mtoto? Mungu anazama, anaumba. Anaumba. Asante. So kila kitu unakiona ni kiumbe cha nani? Cha Mungu. Asante, karibu sana. Barikiwe sana. Na nataka huyu kaka kwanza. Na ananiita Salim. Naitwa Muketi. Muketi. Muislamu Kristo hivi Muketi? Kuna mambo mengi tunaweza tu ingia kwa topic. Kuna kitu watu wengi wanazungumzia hata kwa mitandao. Wanasema tunachukua watu ambao si wa Kristo wanaongea kwa imani ya Kikristo ambao ni makosa. That's why tuko very strictly. Wewe ni Mkristo sio Mkristo. Ili tujue huyu anaongea imani ya Wakristo na amesema ni Mkristo. Tunaweza kuwa na mtu ni Buddhism ama tuwe na atheist kwa sababu amejaa. Ili tujue misingi ya huyu ni Mkristo. Mbona unaogopa tu kusema kama wewe Mkristo? Ama ni makosa kusema Mkristo? Si makosa. Wewe Mkristo? Mimi ni Mkristo. Asante, weka swali sasa. Kulingana na chenye swali la mwisho ambayo mmekuwa mkizungumzia, hatufuatangi swali ya mtu aliyetoka. Okay. Aliyetoka yuko pale ametulia. Tukimuongelea anasema tunamsengenya, tunamuona mtoto na amekinai akasema atakuja kesho. Sasa muache yeye, lete ya kwako. Sasa yangu ni kwamba je, mnajua Yesu Kristo ni nani? Asante. Tunajua Yesu ni nani? Lete kwanza hiyo Biblia 3:1 Waebrania. Yesu ni nani? Yesu ni nani? Tumalize hiyo. 3:1 mwalimu wangu. Waebrania. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Kwa hiyo ndugu watakatifu, wenye kuushiriki mwito wa mbinguni, mtafakarini sana mtume. Kwanza tunaambiwa mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu. Na kuhani mkuu manake high priest wa maungamo yetu Yesu. Tunaambiwa Yesu ni mtume. Yeah. Ni Biblia ndio imetuambia Yesu ni mtume. Tena imeambia wenye kushiriki mwito wa mbinguni mtafakarini sana mtume, ambaye huyu mtume ni Yesu. Okay. So Biblia imetuambia Yesu ni mtume. Ni nini nyingine Biblia inasema kuhusu Yesu kando na kuwa mtume? Nini nyingine mnajua Biblia inasema kuhusu Yesu kando na kuwa mtume? 8:40 kitabu cha Yohana. Metuelezea 2-3 hivi kuhusiana huyu Yesu. Ngine ambao tunajua kando ya mtume. 8:40 mwalimu wangu. Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi mtu. Tupe vitu. Mtu ambaye nimwambia ile kweli nilisikia kwa Mungu. Sisi tumeambiwa Yesu ametuambia yeye ni mtu na mimi ni mtu. Na anasema mnataka kuniua mimi mtu ambaye nawaambia maneno ya kweli ambayo nimesikia kutoka kwa Mungu. So Yesu anasikia maneno ya kutoka kwa Mungu, anaeleza watu. Na tumeambiwa yeye Yesu ni mtu kama mimi. That's why alitaili ni mtu kama mimi. Okay. Akavalishwa nguo za kitoto. Kanyonya. Kula alikuwa nalala. Ni nini nyingine kama bado iko? Sasa hiyo nyingine labda taangalia baadaye, lakini hiyo tunajua yeye ni mtu na ni mtume wa Mungu. Khalas. Na mimi ni mtu, mimi sio mtume wa Mungu. Okay. Naona so wao ananizidi katika hiyo, wao ni mitume wa Mwenyezi Mungu. Sisi wote ni wanadamu, ni watu, lakini wao ni mitume wa Mwenyezi Mungu, wana cheo ya juu. Yeah. So kulingana na vile mmesema ni ukweli hivyo, lakini zaidi ya hiyo Biblia bado inatuambia kwamba Yesu ni Mungu na ni mwanadamu. Ako na two natures, the divine nature and the human nature. Na hiyo tunaiona kwenye Biblia. Nipa ya mheshimiwa. John chapter 1 verse 1 verse 14. Tuanze pole tuanze gani alafu tuende gani ambayo inasema Yesu ni Mungu. Pole. Tuelewe. Moja. Tuanze moja. Yes. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu,
naye neno alikuwa Mungu. Yes, it's okay. Hadi hapo tumeona kwamba neno alikuwa na Mungu, na huyu neno ni Mungu, na huyu neno kwa njia nyingine ama kwa jina lingine ni Yesu Kristo, ndiye anaitwa neno hapa. Sehemu gani? Tupeleke tu pole pole. Ni sawa. So in verse 14. Aya, soma 14. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake kama utukufu wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Ngoja kwanza. Yes. Utukufu ni Mungu ama mwana? Mwana. Hapo imesema mwana, lakini ngoja kwanza. Okay. Yesu ni Mungu au ni mwana? Lazima uwe na kategori moja ambayo umekaa. Specific yeye ni nani? Nimewaambia ako na two natures. So yeye ni Mungu, yes, na yeye ndio mwana. Na hapa verse 14, sasa ni mwana wa nani? Sasa kwa verse 14 wacha nikueleze in English, and the word became flesh. We don't have any problem with that. Okay. The word became flesh and we see him. The point is, my point is, unaniambia Yesu ako katika two nature. Yeye ni Mungu. Ako na two natures. Asante, ndio umesema two nature. Yes. Yeye ni Mungu. Yes. Alafu ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu ndio. Asante. Ndio nataka tuende pole pole, ndio nikupate vizuri. Ama slow learner. Yes, it's okay. Unaposema ni mwana wa atakuwa ni wa Mungu gani wakati yeye ndio huyo Mungu? The point is yeye ni Mungu, na hapa tutapinga Biblia, manake amesema yeye ni Mungu. Sijapinga. It's okay. It's okay. Ni mwana wa Mungu gani wakati yeye ndio huyo Mungu? Si unaona anatudanganya? Kuna kitu hujaelewa. Kuna kitu hujaelewa. Ndio nataka nielewe. Okay. Relax mdogo wangu. It's okay. It's okay. Taratibu tu. Ni kwamba Mungu ni mmoja na ako katika utatu. Sasa ikisema mwana wa Mungu anamaanisha kwa njia nyingine ama kwa jina lingine, huyu Mungu ambaye anasemwa mwana wa Mungu ni mwana wa Mungu Baba. Sasa Mungu Baba na yeye akaitwa Mungu Mwana. Umekuja na theory nyingine. Ndio na, so, kuna Mungu Baba, yes, na kuna Mungu Mwana. Yes. So Yesu sio Mungu Baba. Yes. Yes, sio Mungu Baba. So Yesu sio Mungu Baba. Yes. Sasa na utasemaje yeye ndio Mungu wakati kuna ambaye boss kumuliko? Ajesema. Kwa sababu wewe umetuambia Yesu sio Mungu Baba na kuna Mungu Baba. Na mimi na wewe na Yesu inafaa tumheshimu huyu Mungu Baba. Taratibu ili tuelewane. Kuelezea kwamba ikisema Mungu Baba haijasema huyu, haijasema Baba ni boss wa Yesu. Kwa sababu bado Biblia inasema tunaweza soma pamoja. Kabla hujasoma hiyo nyingine, Philippians utaenda tumalizane na hiyo Yohana. Wewe unaniambia haijasema ati Baba ni boss wa Yesu. Haijasema. Yohana hiyo 14:28. Tusikie Yesu anatuambia Baba ni nani. Pole pole tu. Leo wewe nikiwa na wewe tena msomi. Tunaenda mpola. Sikiza, hiyo Yohana, hatuendi kwanza kitabu kingine. Hiyo Yohana 14:28. Hapo na umuonyeshe hapo, angalia kwanza. Nitasoma kama ilivyoandikwa mwalimu wangu. Yesu anatueleza. Mulisikia kwamba mimi naliwaambia. Yesu anasema mulisikia ya kwamba mimi Yesu naliwaambia. Naenda zangu. Tena naja kwenu. Kwa nini? Kama mungalinipenda, mungalifurahi. Kwa nini? Kwa sababu naenda kwa Baba. Yesu anasema naenda kwa Baba. Kwa nini aende kwa Baba? Kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Ala, kumbe Mungu ndio bosi kuliko nani? Anasema in his human nature. Sina shida. Yesu ni muongo mkweli. Ni mkweli. Asante. Anatuambia kuna bosi kumuli. In his human nature anasema kwamba Yesu, Baba. Kaangusha simu kaka yangu. Ndiye Baba. Taratibu tu. In human nature. Yes. In human nature. Yes. So katika ubinadamu wa Yesu ana Baba ambaye ni mkuu kuliko yeye. Asante. Saa hii Yesu yuko wapi? Ako kwa Baba. Ako kwa Baba. Ako ndani ya Baba kwa sababu wako pamoja ama ako aje? Vile nimekuambia. Okay, tunaweza soma wa Filipi 2. Tunaenda wa Filipi. Nataka nikufahamu pole pole, hata siendi mbali. Nimekuambia, wewe umeniambia ni kweli Yesu ako na bosi yake.
na ukaniambia ni kwa sababu alikuwa hapa duniani. Nikakwambia sina shida, tumepata hapa duniani Yesu ako na bosi ambao ni Mungu. Sasa Yesu ako mbinguni na umeniambia Mungu ni utatu. Sasa hii utatu ni kitu wako pamoja ama wako kando kando, kwa sababu Yesu sasa yuko duniani. Sasa sasa Yesu yuko huko. Yes. Ako ndani ya Mungu ama ako kando ya Mungu? Mungu nilikwambia ni mmoja, so ukisema ako ndani ya Mungu unamaanisha ako ndani ya Mungu Baba? Hapana. Oh, hayuko ndani ya Mungu Baba. Ni hivi. Wasomi wazuri Ni hivi. Mungu kuna distinction in the persons. Na vile tumeona kwa Yohana 1:1 imesema in the beginning was the word and the word was with. Ikisema was with inamaanisha kuna distinction. Kabisa. Yes. Ni saa kwanza kukuelewa. So, yes. Katika Yesu na Mungu, nani ana uwezo wa kutuma mwenzake? Baba alimtuma mwana Yesu Kristo. So, huyu anayetumana maana yake inaonekana ana uwezo kumuliko huyu mwingi? Hatutasema na uwezo, maana yake haijasema uwezo. Ngoja kwanza, mimi ninavyoishi maisha yangu yote naishi kwa ajili ya Mungu. Yes. So na Yesu anapoishi maisha yake, anaishi kwa ajili ya Mungu ama anaishi kwa ajili yake mwenyewe? Kwa niaba yake. Asante. Tuulize Yesu 6 Yohana 57. Mbona vitu vidogo? Tuulize Yesu kama anaishi maisha yake kwa niaba yake au anaishi kwa ajili ya Mungu. 6:57 kitabu cha Yohana. Kaketu mzuri, wasomi ukienda nao vitu vizuri vinafagika. 6:57 Yohana. Tupe vitu alafu mpola asikie. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma. Yesu anasema kama vile Baba ambao yuko hai aliyenituma mimi. Yesu. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi. Nami ni hai kwa Baba. Na yeye Yesu ako hai kwa nani? Kwa Baba. Tupe vitu. Kadhalika, naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Unasikia? Naye ukimula Yesu unakuwa hai kwa Yesu. Asante. So Yesu anakuwa hai kwa nani? Kwa Baba. So Yesu anapewa uhai na nani? Haijasema hivyo. Unajua, ngoja kwanza, wacha nisinini. Haya maneno Yesu analete duniani. Yesu alipokuja duniani, si wewe unasema ni Mungu anaongea maneno yake? Ngoja. Nataka kuangalia kwa Kiingereza kusikia. Ni Yohana 6:57. Pole, usiwe na wasiwasi. Manake hii utatu imewafanya hata kuna watu wametengeneza kitu tunaita ODSDA. Wamesema utatu ni ushoga. Sawa Wako walimu wa Kikristo tena wazuri sana. Nimeona wanatufanyia wepesi. Ilikuwa tunasumbuana na hii utatu. Wametufanyia wepesi. Nadhani hujapatana nao hawa. Time tunamaliza hata sina shida. Saa hii sasa wewe Yesu, nataka kusema jambo. Asema. Na niruhusu tusomee wa Filipi. Unataka wa Filipi? Soma wa Filipi 2 ngapi? 2:5 ama 6? 2:6. Yes. Tupe vitu. Pole tumalizie na hiyo wa Filipi. Hata siendi haya nyingine. Hiyo wa Filipi ndio nambari 6 anataka. Ama angeanza 5. No, it's okay. Si ungeanza 5. Mimi naijua hii ni kitabu ya zamani. Iweni na nia hiyo. Iweni na nia hiyo. Ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Asante. Ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kusimama nacho, cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa wanadamu. So hapo hivyo, especially in verse 6 imesema Jesus was in the form of God. He was in the form of God and he did not count equality with God, and that means he was equal with God. He is equal with God. Tulia sasa hapo. He was equal with who? With God. So kuna Yesu na kuna huyu ambaye Yesu alikuwa equal na nani? Naye. So kuna Yesu na nani? Na Mungu. Asante. So ubarikiwe sana. 9 hapo sasa, ubarikiwe sana. Unajua Wakristo watu wazuri. Wasomi ukienda nao na maliza, anasema kuna Yesu na Mungu. Sasa 9 sikia nani bosi? Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno. Mungu alimwadhimisha nani? Yesu. So kuna Mungu mwenye alimwadhimisha nani? Yesu. Tupe chini.
akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Aliyempa Yesu jina ambalo linapita majina ni nani? Ni Mungu. So kuna Mungu aliyempa Yesu nini? Jina. Asante sana, ubarikiwe sana. Angalia, hakuna shida. Hakuna shida. Kujibu utajibu. Okay. Na nimekupa nafasi na usiwe na wasiwasi. Hebu angalia saa yako ni saa ngapi? Okay. No bro. Tulia. Usiwe na wasiwasi. Si nimekupa nafasi. Sawa? Nasoma alafu tuende. Ngoja. Haina shida. Yes. Na kusomea. Hakuna shida. Hata kuna wale wananiambia nimalizie hapo. Mungu alimpa jina ambalo lipitao majina na kila goti litapigwa liseme Yesu ni Bwana. Na ni kweli. Kila mtu anakubali Yesu ni Bwana, sio bibi. Na kila ulimi ukiri Yesu ni Bwana. Yes. Hakuna hata Muislamu. Ngoja kidogo. Naona kuna mtu anapiga makofi hajajua. Hakuna hata mtu hata Muislamu anayeweza sema Yesu ni bibi. Yesu ni Bwana. Yeah. Hakuna mtu anasema Yesu bibi. Waislamu wanasema Yesu Bwana, Wakristo wanasema Yesu Bwana kwa sababu Yesu ni mwanaume. Bwana ni sifa ya kiume. Unaona wewe huna wasiwasi. Tulia kidogo. Dakika moja tunaomba tu kwa heshima yako. Ukisikia mtu anasema Yesu bibi anafaa viboko. Ni Bwana. Na Qur'ani kabisa. Sasa angalia hawa vijana. Hawa vijana wako namna gani? Nimesema Yesu ni Bwana maana yake ni mwanaume na Qur'ani imetuambia Yesu ni Bwana. Qur'ani 3:38. Unajua kuna watu wanadhani tulia kwanza nisome hiyo ya mwisho. Ngoja kidogo kakangu, ni tamu. Unajua kuna watu wanadhani ati Waislamu hawajui kama Yesu ni Bwana. Tunajua Yesu ni Bwana sio bibi. Qur'ani 3 tunaelewa. Unaelewa. Hakuna shida hiyo. Angalia.